jicho la mama, jicho la mama Samia, jicho lako mama limeona mbali. Tanganyika wakati huo, sasa Tanzania, tulipata uhuru mwaka 1961. Lakini kabla ya hapo mkoloni ameacha mambo mengi ya kihistoria, majumba ya kibiashara, miundombinu kama vile reli, madaraja na kadhalika. Lakini kwa upande wa sekta ya utoaji haki, mkoloni hakuwahi kufikiria jambo hilo, kwa sababu yeye mwenyewe hakuwa mtu wa haki. Ndiyo maana hata hii leo haujashuhudia majengo ya kizamani ya kimahakama. Na hii ni kwa nini? Ni kwa sababu mkoloni mwenyewe hakupenda haki. Hili ni jicho la mama, Kizimkazi mama, hili ni jicho la mama, Mama Samia mama. Na ukiangalia rekodi za mahusiano kati ya majaji wakuu na magavana, ilikuwa ni uhusiano wa mvutano. Majaji wakuu walikuwa wanataka kusimamia masuala ya sheria, mahakama zijengwe, huduma zisogezwe hadi ziwafikie Waafrika walio wengi, lakini nchi zilizokuwa inatutawala hawakupenda kufanya hivyo. Na ndio maana unakuta historia yetu ni ya kutegemea majengo ya kuazima. Sasa mtazamaji, karibu ni kujulishe juu ya historia kubwa ambayo imeandikwa katika taifa letu la Tanzania pale Tambukareli jijini Dodoma. Hili limefungwa vifaa vya kisasa vya tehama vinavyoiwezesha mahakama kuendesha na kutoa huduma za haki kielektroniki. Mtazamaji, pamoja na mambo mengine, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuzindua jengo la Tume ya Utumishi wa Mahakama lenye ukubwa wa square mita 5660 ambao limegharimu kiasi cha shilingi bilioni 14.3. Lakini pia tumeshuhudia uzinduzi wa nyumba 48 za majaji ambao pia wameanza kuzitumia. Lakini pia mradi mwingine ni huu wa jengo hili la makao makuu ya mahakama ya Tanzania, mradi ambao umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 129.7. Jengo hili ni la 6 kwa ukubwa duniani na Afrika ni jengo la kwanza. Vifaa vya kisasa vya tehama vimefungwa vinavyowezesha mahakama kutoa haki na kutenda haki kwa mfumo wa kielektroniki. Yaani maana yake ni kwamba matumizi ya karatasi tunakwenda kuyasahau, na zaidi ni mifumo ya kidijiti itakwenda kutumika hapa. Na mtazamaji, pengine nikukumbushe tu kwamba ndoto za ujenzi wa mradi huu zilianza tangu serikali ya awamu ya 4, ikaja ya 5 na sasa ya 6. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imekamilisha kwa ustadi wa hali ya juu mradi huu. Mtazamaji, ni ukweli uliowazi kwamba maboresho haya yamesaidia mahakama kwenda na spidi ya SGR, kwani hadi hivi sasa mashauri yapatayo 80 yamekwisha fanyiwa kazi. Huyu ni nani? Ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimeona idadi ya kesi zilizosajiliwa 6300 na nadhani kwa mwaka zile, lakini idadi ya kesi zilizotolewa mashauri ni 5600 na kwa hiyo utaona kwamba karibu 80% na ya kesi tayari zimetolewa maamuzi, zimepata ushauri. Kwa hiyo maboresho haya ni kweli kwamba mahakama sasa inakwenda na spidi ya SGR. Rai inatolewa na Mheshimiwa Rais kwa watendaji wa mahakama akiwemo Jaji Mkuu kuhakikisha kwamba Watanzania wanaona mahakama ni sehemu sahihi ya kukimbilia ili kupata haki. Ni lazima tuwajengee imani wananchi kwa mahakama, ndio kimbilio lao la kwanza, la mwisho na la kipekee katika kudai haki. Hatuna budi kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hiki ambacho amekifanya. Lengo lake ni zuri tu, kwamba kila Mtanzania aweze kupata haki. Ndio maana maboresho ya kimahakama yanafanyika chini ya serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kipenzi cha Watanzania mama, hili ni jicho la mama. Mahakama ni sehemu sahihi ya kukimbilia wewe mwananchi ili kupata haki. Jicho la mama. Jicho la mama.